Chomoza, a hub of hope. Kazi ni nini, Pastor? Kazi ni nini? Kazi ni nini? Kwa mjibu wa tafsiri za kawaida, kuna tafsiri za kawaida na kuna tafsiri za kiroho. Kwa mjibu wa tafsiri za kawaida, kazi ni shughuli yoyote halali anayoifanya mtu kwa lengo la kuleta tija kwenye jamii na kujiingizia kipato. Hiyo ni tafsiri tunasema ya kidunia, rasmi ya kidunia, ya kwamba ni shughuli yoyote halali anayoifanya mtu ambayo inasababisha alete tija kwenye jamii. Tija maana yake faida kwenye jamii, lakini pia wakati huo naye anaingiza pato. Hiyo ni sahihi na ni muhimu sana. Lakini kwa viwango vya neno la Mungu, kazi ni kufanikiwa kufanya kile kilichomsukuma Mungu akulete duniani. Naomba urudie hiyo sentensi vizuri. Narudia tena. Kwa mjibu wa neno la Mungu, kazi ni kufanikiwa kufanya kile ambacho kilimsukuma Mungu akulete duniani. Kwa hiyo kama hautafanikiwa kufanya kile ambacho kilimsukuma Mungu akulete duniani, hata kama utakuwa tajiri namba moja, hata kama utakuwa na mali na mafanikio ya kiuchumi labda na kifedha na jina, bado ukienda siku ile mbele za Mungu, wewe utakuwa umeferi maisha. Kwa sababu kibinadamu mtu atasemwa kazi anayoifanya au shughuli anayoifanya ni sahihi kwa sababu ya anachopata. Sawa. Kwa lugha sasa wanasema maokoto. Ilimradi maokoto yanaingia, basi hiyo kazi ni sahihi au yuko kwenye mapenzi ya Mungu. Okay. Lakini kwenye mapenzi ya Mungu hakuna kitu kama hicho. Kwenye mapenzi ya Mungu kazi ni kufanikiwa kufanya kile tu ambacho kilimsukuma Mungu akulete duniani. Samaki akifanikiwa kupanda mti, tukamkuta kwenye matawi, mbinguni washangilia wakasema ameonyesha uwezo wa ajabu. Wanasema huyu anafanya nini huku? Kwa nini? Kwa sababu yeye anatakiwa akae kwenye maji. Hilo ndio eneo lake la kuonesha uwezo na kusudi lake. Agenda ya Mungu juu yake iko kwenye maji. Tukimkuta sokwe anaogelea baharini, ana mwaka wa 6 baharini, hata kama sema sokwe aliyeweka rekodi ya kukaa majini miaka 6. Of course ni rekodi inawezekana, lakini hayuko eneo lake. Matatizo mengi ya Uncle Jimmy tulionayo duniani ni kwa sababu hatujajipata, hatufanyi kazi, hatufanyi kile ambacho Mungu alikusudia tufanye. Wewe uko hapa, hii kazi hautumii nguvu kufanya. Na huenda nikikuuliza kitu cha kwanza ulichosomea chuo, kitakuwa sio hiki. Mimi nilisomea hiki, mimi nilisomea Mascom. Lakini ni baada ya kujipata. Baada ya kujipata. Kabla nilikuwa nataka nikasome vitu vingine kabisa. Yaani wewe ni kwamba ulichokisoma shule kimeangukia kwenye kile kilichoko ndani. Ila kiuhalisia asilimia niseme 90 ya watu walioko shuleni, vioni, wapi, wanasoma vitu ambavyo haviko ndani yao kabisa. Mfano hai ni mimi. Mimi nimesoma umeme. Kabisa. Seriously? Nimesoma DIT umeme. Sasa kama of course nimesoma DIT pale 2009 2012. Miaka 3 kabisa diploma ya nini? Ya umeme pale. Nimekaa kabisa, unaingia darasani, unakwama hapa, unahangaika kuunganisha miwaya huku na nini, unaletewa mfumo wa sakti vunje hapa, kuna tatizo hili, tupe suluhu. Inakuchosha kwa sababu kiukweli moyoni hakuna hicho kitu. Ila sasa unabidi ufaulu ili usiwakwaze wazazi, inabidi ufanye vizuri tu ili jamii ionekane na wewe umesoma bwana. Lakini kutoka ndani hakuna. Mimi nikisikia bweni la pili kuna mtu ameanguka na pepo, ninaacha kila kitu. Haiwezekani. Ninaacha na kwenda kutoa pepo. Na ninafurahi kwamba pepo amemtoka yule binti, sasa anguki.
kuna mtu bwana amepeleka hospitalini, wamemrudisha, amekaa siku 2 tu kauma tena kwa wiki amelazwa mara 3, na ndo kawaida yake, tumemzoea hivi. Mwanafunzi mwenzenu, inaniuma mimi, niko tayari kufunga hata kama ni 3 kavu 7 kavu ili nipate jibu la huyu mtu. Kwa muda wote niko kazini, mimi nikiwa shule walikuwa wananiita pastor bila kanisa, kwa sababu ninatoa masuluhisho ya kiroho wakati nimekuja kusoma umeme. Kwa hiyo ina maana wewe kuna kazi ambayo Mungu alishaiweka ndani yako. Kuna andiko kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6. Wafilipi 1:6. Maandiko yanasema hivi: yeye aliyeianzisha kazi njema ndani yenu ataimaliza. Yeye aliyeianzisha kazi njema ndani yenu ataimaliza. Kwa hiyo hakuna kazi iliyoko chuo, bali kuna kazi ambayo Mungu ameweka kwa mtu ndani. Jesus. Kwa hiyo ni makosa kufikiri kwamba shule itakupa kazi. Shule tunakwenda baada ya wewe kujipata. Baada ya wewe kujipata, unagundua unaipenda biashara. Sasa kwa hiari yako unasema nakwenda CBE au IFM au nakwenda UDSM, lakini kitivo cha biashara ili nikaongezee nikaichonge ile talanta yangu ya biashara. Sio unakwenda chuo kwa sababu combination imebalance hivyo na TCU amekuchagua kusoma hiyo. Mtu ambaye ana passion ya kufanya uongozi alafu akapelekwa asome biashara au akapelekwa asome udaktari, itakuwa ni kazi na kivumbi. Mwisho wa siku atamaliza labda hata kwa sababu ya uwezo wake wa kukariri yale maandishi atapata na kazi nzuri, lakini hii haimaanishi uko kwenye eneo la kazi, ndani yake utakuwa na kutoridhika. Na rafiki yangu mmoja ni daktari anaitwa Peter Burugu. Peter tumesoma naye Tabora Boys wakati fulani. Yeye alikuwa miaka 2 mbele. Na akamaliza kabisa, akapata vizuri PCB, akachaguliwa Muhimbili, akawa daktari. Lakini moyoni mwake anapenda arts na uchoraji. Sasa kilichotokea amemaliza, lakini moyo wake hauna raha na huo udaktari. Muda mwingi anaupata akitoka hospitalini anachora tu. Kwa hiyo akawa busy na mapicha, anachora picha za thamani anauza. Ndani hakuna. Mwisho wa siku nafikiri aliamua kukazana na kuchora, akaachana na udaktari. Mfano wa pili, Dr. Ipiana Peter Kibona. Dr. Ipiana, umefanya hili, umefanya lile. Yule ni daktari wa binadamu, miaka 5 ya kusoma, mwaka 1 wa mazoezi, nafikiri na miaka 2 ya kujaribu ajira. Lakini Dr. Ipiana sasa hivi tunamjua yeye kwa kazi yake ya kuongoza watu kumsifu na kumwabudu Mungu. Amejipata. Sasa uzuri wa Dr. Ipiana au tofauti kidogo na wengine, mimi Dr. Ipiana namfahamu tangu tukiwa chuo. Tulikuwa tunashare hizi platform za fellowship zinaitwa TAFES. Kwa hiyo alikuwa TAFES ya Muhimbili, mimi nilikuwa TAFES ya DIT. Ni vyo majirani, kuna matukio mengi tunakutana. Lakini pia yeye alikuwa kiongozi wa masuala ya kusifu na kuabudu tangu chuo. Kwa hiyo kidogo pia alikuwa busy na muziki wake na alishajua atakuwa mtu wa muziki. Anasoma udaktari lakini muda mwingi yuko na keyboard. Mpaka ilifika mahali haitwi Ipiana Kibona, anaitwa Ipiana Keyboard. Hiyo umenipa mpya. Ipiana Keyboard. Sio Ipiana Kibona. Kwa unamfahamu vizuri. Kwa revo hiyo tulikuwa tunakaa naye saa nyingine room na kina Guamaka hawa. Room kabisa, tunashare room. Wanakuja kina Paul Crevent. Kitambo 2012 13 tumekaa hivi, hakuna mtu anayejua watakuwa kina nani. Lakini unamuona mtu shauku yake, kiu yake. Wanakaa pale. In fact amemfundisha Guamaka keyboard, mimi naona. Muziki Guamaka ni mtoto wa kiroho kwenye muziki wa Ipiana kabisa. Kwa hiyo lakini hao walijipata wakiwa chuo. Kwa hiyo chuo ukiwaona darasani kama wanazingua, hawako serious, wanaokoka, kuna CC biza, wanaponea wanasema jamaa wanacheza na shule, lakini kumbe wao wamejipata. Sasa hivi uwezo ukazungumza muziki bila kumtaja Paul au Guamaka au Ipiana. Sasa hivi wamejipata wale jamaa. Kilichowasaidia ni kwamba tangu wakiwa chini tayari ndani yao walishajua kuna kazi njema aliyoianza Mungu wapi?
ndani. Wafilipi 1:6 ni andiko lenye nguvu sana. Yeye aliyeianza kazi njema ndani ataimaliza. Ndio maana hakuna anayemfundisha samaki kuogelea. Kuna chuo cha kufundisha samaki kuogelea? Hakuna. Kuogelea kuko ndani yake. Hakuna anayemfundisha ndege kuruka. Kuruka kuko ndani yake. Sasa ndivyo hivyo kwenye maisha. Ukisema wewe unatafuta tu hela, utakosa kipande kikubwa cha maisha. Ukisema unatafuta hela, na ni msemo, vijana tutafute hela. Tafuteni hela bwana. Acheni ujinga, tafuteni hela. Mambo mengi huko mitandao na kwenye yanaongelewa hapo. Lakini ukweli maisha sio hela. Yesu alisema Yesu alisema, subiri kidogo, kabla hujaendelea. Yesu alisema maisha ya mtu hayapo katika wingi wa mali yake. The life of a man is not in the possession that the person has. Maisha ya mtu, uhai wa mtu haujafichwa kwenye wingi wa mali alizonazo, kwa sababu maisha sio mali. Pastor, maisha sio mali kivipi? Kwa wanadamu na kwa watu wasiojua, kuna watu wanafikiri ukiwa na hela basi utakuwa na utosherevu. Ukweli, utosherevu wa kweli unakuja pale mtu anapokuwa anafanya kile tu alichotakiwa kufanya. Mimi kuna nyakati ambazo naweza nikawa sina fedha hata ya kodi labda. Kuna wakati gari limepaki nje sina mafuta. Lakini uwezo kunikuta ninalalamika, unasema maisha ya magumu. Mimi nasikia raha kwa sababu kuna mtu amepiga simu na nimemuombea amepona. Kuna mtu ananitumia shuhuda, siku ile tangu umeniombea sianguki tena kifafa. Mimi nasikia raha, nainua mikono mbele za Mungu, asante kwa sababu ninaishi. Mtu anakuandikia message, kama nisingekutana na wewe ningekuwa najiuza hadi leo. Ila nashukuru Mungu, miaka hii 3 iliyopita nilikutana na wewe kwenye TV unahubiri, nikabadilika, nimeolewa, nina mtoto. Ila nimejiuza miaka 10. Sijui ingekuwaje kama Mungu asingenikutanisha na wewe. Kwa maana yake maisha yangu thamani yake ni namna anavyobadilisha maisha ya wengine, sio pato naroingiza. Ndio maana hata kazi ya huduma yenyewe mtu akianza kufikiri ni pesa, ndio ujanja mwingi unaingia. Malalamiko mengi unayasikia, maji, mafuta, ni vitambaa, picha. Siasa nyingi, na wahusika watakwambia ni kwa sababu ya kukidhi mahitaji ya huduma. Lakini huduma haihitaji pesa kwanza. Huduma inahitaji wito na wahudumiwa. Huduma inahitaji wito na wahudumiwa. Uwe na cha kuwapa. Cha kwanza cha kuwapa watu wanahitaji neno. Kwa mfano muda huu unapoongea hapa, mtu aliyenisikia tangu mwanzo, kuna kitu tayari kimeingia ndani yake. Kuna ufahamu umeingia kwamba kumbe kazi haiko chuo, haiko uraiani, iko ndani. Napaswa nikae chini, nijitafakari, ninaweza kufanya nini? Napaswa nikae chini, nijitafakari, bila kusaidiwa na mtu. Bila kusaidiwa na mtu. Niangalie mimi ndani yangu mwenyewe, ninaweza nini ambacho naweza kufanya. Njia rahisi ya mtu kujipata na kupatia. Hapo sasa ndio kwenye mtihani mkubwa. Kujipata. Kujua mimi natakiwa kufanya nini, pastor, hapo. Ni rahisi, ni rahisi. Na mimi nasema ni rahisi. Kwa nini ni rahisi? Kaa chini, orodhesha vitu ambavyo unaweza ukavifanya bila kutumia nguvu. Hiyo ni kanuni sasa. Orodhesha vitu unavyoweza kuvifanya bila kutumia nguvu. Naomba niongezee, na moyo wako upate amani. Amani. Na kuridhika fulani. Yani unajua ukiwa unafanya kitu ambacho unakipenda. Angoje mimi siwezi, uwezo ukaniambia wewe unashika mamilioni kwa sababu ya hii kazi. Never. Huo ni uongo. Huo ni uongo. Hakuna hela hapa. Ila mtu akitazama hivi anajua jamaa wanapiga hela. Hawa jamani matajiri watakuwa naishi kwenye magorofa makubwa. Kumbe ajui. Wewe unachokifanya wewe, moyo wako ni watu. Ukimleta mtumishi wa Mungu akakaa hapa, akaongea na mtu akabadilika, hiyo ndo raha yako. Moyo wangu unachemka. Unajua kwa nini? Jana usiku wa leo nimepitia hali ngumu sana. Na wiki hii kwa ngumu sana. Sawa. Nikamwambia Evans, ndani mwangu sisikii kwenda kuwahudumia wale watu. Sawa. Lakini Roho Mtakatifu akaniamsha saa 10:30. Nikasikia kuna sukwa huko, yani nakosa raha. Nikasema kuna nini? Roho Mtakatifu ananiambia nenda. Huko kukosa kwako amani, furaha utaipata baada ya kumaliza kazi yako. Unaona sasa? Kwa nimekuja nikiwa najisikia siko vizuri.
mpaka Evans ananiangalia hivi, lakini siko vizuri, lakini kwa sababu ya mzigo ndani mwangu, na nisipokuja Jumapili nakosa amani. Uwezo utaipata ni kama mtu ambaye amekosa ofisini, siku hiyo umewekewa deshi. Uwezo ukapata. Wengi wanaosema pesa ni kila kitu, pesa sabuni ya roho, hawajawa na hela. Chochote ambacho una wewe, mara zote utafikiri walionacho wanafaidi kuliko wewe. Mara zote utafikiri walionacho wanafaidi kuliko wewe. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya ubinadamu. Kabla hujawa na gari, ukimwona mtu mwenye gari unafikiri ana kila kitu, kumbe huyo jamaa kuna wakati hana hela ya mafuta. Ila wewe ukimwona kwa nje unasema watu wana maisha mazuri, Mungu amewabariki bwana. Kumbe yeye anawaza lini niliuze tu ile gari, naona kama tangu limekuja limeongeza matatizo. Namba tukenuka, unamsikiliza pastor kutokea wapi? Hebu tuandikie ujumbe mfupi. Hiyo namba unayoiona hapo itakusaidia. Na pastor, mimi sitaki kuwasaidia leo watu wa Dar. Sijui kwa nini. Sigusi, yani sisikii ndani mwangu kuwasaidia watu wa Dar. Natamani watu wa mikoani wanaotutazama, yani yule aliyeamka asubuhi akatenga muda wake sasa, ngoja niwasikilize hao watu. Inawezekana kuna kitu nitapata hapo ulipo. Huna kazi, yani huna kazi, alafu neno la Mungu limekuja kwako. Wafilipi ngapi? 1:6 ambalo yeye aliyeanzisha kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza. Aliyoanzisha kazi. Kwa hiyo kumbe Mungu kuna kazi ambayo ameianzisha kwa kila mtu. Hakuna ambaye ana kazi. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye ana kazi. Hakuna. Inawezekana wewe ni mkulima lakini umeenda kufanya kazi kwenye kiwanda cha sukari au anatembeza vyeti. Ila mzigo wanaosikia hivi, nikirudi nyumbani siwezi kuendeleza yale mashamba ya baba kule Tunduru. Come on, Rabo. Yani unasikia kabisa hiyo. Anajua kabisa na mashamba yapo, ila anasema nitaonekana sijasoma. Nitaonekana narudije kwenye shamba tena. Kumbe ajui kwamba baraka zake ziko shambani. Kwa sababu maandiko yanasema nitakubariki mjini, nitakubariki mashamba. Hakuna mahali ambako hakuna baraka. Iwe mjini, iwe mashambani. Lakini issue ya msingi, wewe unatakiwa mjini au wewe unatakiwa shambani? Hilo ndo swali unapaswa kujijibu. Kwa sababu unaweza kung'ang'ania mjini hapa, lakini baraka zako kumbe ziko Kigoma, ziko Sumbawanga kule. Pastor, unanivuruga akili yangu, unajua asubuhi. Asubuhi unajua pastor, unanivuruga akili yangu kabisa. Kwa sababu watu hawajui. Mtu atasema maisha ni popote. Maisha sio popote. Na vijana tunasema hivyo pastor, maisha popote. Yani popote maisha yanaweza kuchomoka. Wewe nenda kajaribu popote. Ni uongo. Maisha si popote. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anafanya vitu duniani. Kila mmoja anapaswa kuwa kwenye nafasi yake. Yani sisi maisha yalivyokaa ni kama ule mchezo mnaita game of puzzle. Ile ya kukaa hapo, kikosea hiki ukakiweka umeharibu, utapata picha halisi. Ndivyo ilivyo pia maisha. Kuna mtu anatakiwa Kilimanjaro, akija Dar anatusumbua. Kuna mtu anatakiwa Kigoma, tukimkuta Arusha ataleta matatizo badala ya baraka. Kuna mtu anatakiwa akae ofisini aajiriwe, tukimkuta anajaribu biashara atakuwa na mtaji umekata, wala hana roho ya chuma urete. Roho ya amevamia eneo ambalo sio lake. Na bahati mbaya ukifanya kitu ambacho sio chako, neema huna. Naomba tuweke nukta hapo. Ukifanya kitu ambacho sio cha kwako, neema kuna ile eneo haipo. Kwa hiyo unahangaika mwenyewe, kwa sababu Mungu hatawezi kukunga mkono kwenye kitu ambacho hati faida. Namba rudi tena, unaweza unahangaika? Mungu utahangaika mwenyewe kwa sababu Mungu hawezi kukuunga mkono kwenye kitu ambacho hajakutuma. Chomoza, a hub of hope.